Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu kwa sababu umekuja, na kwa vile umekuja basi Bwana amekukusudia mema siku ya leo ama asubuhi ya leo. Amen. Jumapili iliyopita tulikuwa tunazungumzia kwa ibada hii nguvu ya ufufuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno la Mungu linatujulisha ama linatuonyesha vizuri kuhusu hiyo nguvu ya ufufuo, jinsi ilivyofanya katika maisha ya wanafunzi wa Kristo na hata kwa ulimwengu wa wale ambao walikuwa wameisikia na wameiamini. Nguvu hiyo ilifanya kazi pamoja nao ama ndani yao. Bwana asifiwe sana. Na tukaona nguvu hiyo ilileta amani, na nguvu hiyo ilipotamkwa katika maisha ya wanafunzi ama machoni kwa wanafunzi wa Kristo, basi kuna wale ambao walikuwa wamefilisika kimaisha, Bwana alirudisha kazi zao. Amen. Bwana alirudisha uchumi wao, kwa maana katika ufufuo wa Bwana Yesu kila kitu ambacho kilikuwa kinakana kwamba kimekufa katika maisha ya wateule, basi hakistahili kuishi kama kimekufa, kinastahili kuishi kikiwa hai. Amen. Bwana asifiwe. Basi na asubuhi ya leo Bwana ametia neno ndani yangu ama katika moyo wangu, ameliamsha ndani ya moyo wangu tangu jana. Yaani hii neno imenitia nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo tuliita katika kichwa cha ujumbe wetu wa leo, nguvu ya maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya agano, nguvu ya maagano. Na nguvu hizo za maagano nikaona ya kwamba zimefanya mambo ambayo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana nasi tumeunganishwa katika maagano ama agano la Kristo Yesu, agano la damu ya mwana wa Mungu, basi tutataka kuona hiyo nguvu ya agano ama ya maagano hufanya nini kwa wale ambao wameyafanya maagano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maagano hufanya kazi, na ili maagano yafanye kazi njema ama nzuri kwake aliyeyaweka, ni kwa kuyatunza hayo maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili afanye kazi nzuri ama njema kwa yule ambaye ameyafanya ama amefanyiwa maagano, ni kwa kuyatunza. Unapoyatunza maagano, basi yatafanya hiyo kazi njema ama nzuri maishani mwake aliyefanya hayo maagano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kufanya na kwa ajili ya kufanya maagano, tunaona mtu mmoja ambaye aliitwa Mephibosheth, akatolewa Lodiberi. Akatolewa Lodiberi. Kunaitwaje? Lodibari. Lodibari. Kwa nini? Kwa maagano yaliyofanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome maandiko katika kitabu cha Samuel wa pili ama 2 Samuel. Nasoma kuanzia mlango wa 9. Nasoma mlango wa 9 kuanzia mstari wa kwanza. Tutasoma hapo mistari michache ambayo Bwana atatusaidia kuelewa kisa hiki vile kilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo kimenitia moyo sana. Na nikatazama nikaona hata maagano hayo hayakuwa na damu, hakukuchinjwa mahali, lakini yalifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tusome kitabu cha Samuel wa pili mlango wa 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4, alafu tutasonga tena hapo mbele baadaye, na tunaamini ya kwamba Bwana atakuwa nasi, atatusaidia tuelewe nguvu hii ya maagano jinsi yanavyofanya kazi. Pastor Kiambe atatusaidia kuwa msomaji wetu katika ibada hii, na Bwana atatubariki. Karibu Pastor, utusaidie kusoma maandiko haya kwa jina la Bwana. Neno la Bwana linasema, ikawa baada ya kufa kwake Sauli, hapo Daudi aliporudi katika kuwaua Waamaleki,
Naye Daudi amekaa siku 2 katika Siklagi. Hata siku ya 3 ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa, tena ana mavumbi kichwani mwake. Pastor, tunasoma wapi? 2 Samuel mlango wa 9 kuanzia mstari wa 1. Sorry. Naona unasoma mahali pengine, mchungaji. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonadhani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita haende kwake Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonadhani anaye mwana hata sasa, aliye kilema cha miguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Amen. Wacha tuombe. Funga macho tuombe kwa ajili ya neno la Bwana. Baba, tunakushukuru, tunakuhimidi Mungu mwema kwa wema ambao umetuonyesha siku hii ya leo, ya kutuwezesha na kutuleta katika nyumba yako ewe Bwana. Tunakushukuru kwa maana katika nyumba yako kumejaa neema na kumejaa amani katika maisha yetu. Kuwa kwetu mahali hapa Bwana, tunajua mkono wako Bwana umetusaidia, ndio umetutia kiu ya kuwa mahali hapa. Asante Bwana kwa neno ambalo unalifunua kwetu asubuhi ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye yuko chini ya dari hili ili akapate kuyasikia maneno haya ambayo Bwana umeachilia moyoni mwangu. Umeachilia Bwana ili akaweze kutusaidia, na kwa maana Roho wako mwema ni mwalimu mzuri, ni mshauri mwema anayeweza kutusaidia kuyafunua maneno haya ndani ya moyo wa kila mmoja wetu, ndiposa tukapate kuyafahamu zaidi na tukaone faida, tukaone uzuri ya maagano ambayo wewe Bwana huyafanya. Tunakushukuru kwa sababu kwa mahali hapa na Roho wako Mtakatifu atatusaidia kuyaelewa haya kusudi ambalo umelileta neno hili Bwana. Wacha likatimizwe asubuhi ya leo kwa kila mmoja ambaye ameketi mahali hapa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana uwezaye kulifunua neno la Baba ndani yetu, utalifunua ndani ya mioyo yetu likapate kueleweka kama ulivyokusudia, ndipo likatende mapenzi yako katika jina la Yesu. Tunaenda kinyume cha kila roho ya uzito, kila roho ya kutokuelewa, kila roho ya mazoea, tunaiweka chini ya miguu ya Kristo asubuhi ya leo. Tunasema ya kwamba haina nafasi mahali hapa katika jina la Yesu. Mahali hapa pakatawalwe na uwepo wako, neno lako likapate nafasi likayatende makusudi yako. Asante Bwana, maana nakitumia kinywa changu kama mfereji wa kuyapitisha maji matakatifu na kuwafikia watoto wako, ili wewe ukatukuzwa maishani mwetu. Twakushukuru na kukubariki maana unastahili. Asante, umesikia na utatenda kazi katikati yetu. Kwa jina la Yesu tumeomba tukua na imani. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kisa hiki si kipya kwetu ama kukisumulia ama kuyasoma maandiko haya katikati yetu, si mapya. Ni maandiko ambayo siku baada ya siku tunayasoma, tunayashiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amelileta neno hili likafanywa kana kwamba ni jipya katika moyo wangu. Kwa sababu gani? Nilikuwa nachunguza ya kwamba hii ahadi ama maagano, Bwana Yesu asifiwe, ambayo Yonathani aliyafanya na Daudi ama David. Magano haya hata tunaona hakuna kitu kimechinjwa, lakini yameshika kiasi cha kwamba Daudi ama mfalme Daudi anatoka katika nafasi yake, anatafuta na anaita mkutano ya kwamba kuitwe mtu ambaye ni mmoja katika nyumba ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe.
Na anapomtafuta ni kwamba akamtendee mema ya Mungu kwa ajili ya maagano yake ama ahadi zake alizozifanya na Jonathan. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikashangaa kabisa, huyu ni mfalme sasa hivi. Na jamii ya Sauli kulikuwa ni kana kwamba walikuwa na kisasi na kumtafuta David kila mahali. Kwa maana isipokuwa ni Mungu alikuwa amesema David atatawala. Na David alikuwa amewekwa mafuta hata Sauli akiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu amemchagua David, naye Sauli alipojua jambo hilo aling'ang'ana kwamba akampoteze David. Na David alijua kabisa. Na kawa akitoroka hapa na pale kujificha na uso ama na ghadhabu ya mfalme Sauli. Lakini sasa Bwana Yesu asifiwe, maana kulikuwa na maagano ameyafanya na Jonathan ambaye ni mwana wa Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaangalia haya maagano yalikuwa yamefanywa vipi mpaka ameendelea kumtafuta mwana wa Jonathan. Huyu David anasema mtoto mmoja katika nyumba ya Sauli. Hakuwa anajua yuko ambaye ni mtoto wa Jonathan. Alisema tu ambaye ni wa nyumba ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nikamtendee mema kwa sababu ya maagano ama vile ambavyo tulizungumza na Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Na ameng'ang'ana kumtafuta mtu. Na anaambiwa hata huyo mtoto yupo ambaye ni mwana wa Yonathani. Lakini hata ana kilema. Lakini bado anasema aletwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuone haya maagano aliyafanya kivipi jameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nimeangalia hayo maagano. Haya maagano ni kana kwamba hata hakuwa na uzito vile. Lakini kwa nini aliyafuatilia? Bwana asifiwe. Tusome Samueli wa kwanza mlango wa 18. Tuangalie vile walifanya hayo maagano Jonathan na David ama na Daudi. Yalikuwa ya namna gani? Lakini kumbe maagano ama ahadi walizofanyiana David na Jonathan yalikuwa yana uzito ndani ya moyo wa David, ambapo alikuwa hana budi kufuatilia hata wakati huo Sauli hayupo na Jonathan hayupo, lakini huyu anayafuatilia. Mlango wa 18 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Samuel wa kwanza, First Samuel chapter 18 kuanzia verse 1 up to verse 4. Pastor tusaidie kusoma. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akatoa siku hile wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana ya kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joo alilokuwa amelivaa, akampa Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona hayo maagano ama ahadi ambazo walifanyiana kati ya Jonathan na Daudi. Maandiko yanasema tu ni kwa sababu moyo wa Jonathan ulimpenda Daudi kama roho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoitwa Daudi, akiulizwa wakati ule akiitwa kwa Sauli, huyu Daudi ni wakati ambapo amemuua yule jitu. Bwana Yesu asifiwe. Ameletwa kwa mfalme, akiulizwa huyu ni mtoto wa nani. Alipoendelea kujieleza, moyo wa Jonathan, maandiko inasema, ukaambatana na moyo wa Daudi, akampenda kama roho yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika huko kumpenda, akaanza kuvua vitu vyake na kumvalisha. Amen. Hata hakuchinja kakondoo. Alitoa vazi lake akamvisha David.
Andiko inasema alitoa joho lake lile la mtoto wa kifalme, huwa anavalishwa joho fulani, akalivua akamvisha David. Alafu akachukua pia na vazi lake lingine akamvisha David. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua pia na nini, na upanga wake ambao anakaa nao katika kiuno chake siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Akauvua akampatia David. Yaani hapo kuna kitu kinaashiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mavazi alionayo Jonathan, mengine ambayo ni ya mtoto wa mfalme, yalikuwa hastahili kuvaliwa na mtu mwingine ambaye ni raia. Haleluya. Lakini kwa vile moyo wake umeambatana, umeshikanishwa na David, anatoa upanga anampa David. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatoa joho anamvisha David. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa na nini tena ingine? Bwana Yesu asifiwe. Akatoa upanga amempa, ametoa na fimbo akampa. Yani vitu vyake vyote muhimu ambavyo alikuwa anastahili kuwa navyo katika mwili wake, vyote akamvalisha Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Jonathan akabaki hana upanga, hana joho, hana nguo za priest. Hiyo nguo ambayo alikuwa ameivaa kama mtoto wa mfalme amemvalisha nani? Daudi. Amemwachia vitu vyote na moyo wake akasikia ako na amani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huo Daudi ni kana kwamba amesikia amekuwa kama yuko adapted kwa nyumba ya Sauli, lakini kupitia nani? Jonathan. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa maagano hayo ama kwa kule kuingiliana kwao alivyokuwa ameingiliana Jonathan na David, ndipo imemfanya wakati ambapo David ameketi katika kiti cha kuongoza kama mfalme, anasema, je, hayupo mtu mmoja? Bwana Yesu asifiwe sana, katika nyumba ya Sauli, ili nipate kumtendea mema ya Mungu kwa ajili ya Jonathan. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, maagano huwa yanafanya kazi. Maagano hufanya kazi katika maisha ya mtu ambaye ameendelea kuyatunza maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili tuendelee nasi kuyaona maagano ya kwamba yanaweza kufanya kazi katika maisha yetu siku baada ya siku, ni kuyatunza maagano ambayo tumeagana sisi pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunayo maagano ambayo tumeagana na Yesu. Wakati ambapo ulimpokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi maishani mwako, kuna vile ambavyo uliagana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ulifanya maagano. Amen. Maana hapo anasema waliapiana, waliahidiana. Kwa hivyo kila ahadi ambayo umeifanya wakati ambapo unampokea Bwana Yesu, hilo ni agano ambalo Mungu analiangalia, na anapoliangalia umelitunza agano hilo, Bwana ataendelea kufanya mambo mazuri na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa sisi ambao tumemkubali Bwana Yesu, tumeingizwa kwa maagano ambayo wakati ambapo hujamkubali Bwana Yesu ulikuwa haujaingia kwa hayo maagano. Lakini wakati ambapo umeokolewa, umemkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, kuna maagano ambayo umeingia ama umeingizwa, ambayo kwa hayo yanaweza kukutoa mahali na kukuweka mahali ambapo hautaitwa yule ambaye ametupwa mbali tena kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa jameni, kijana ambaye hata anaitwa ya kwamba ni kilema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa analetwa kwa mfalme. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi tena tusome hilo andiko. Kwa hiyo kitabu cha Samuel wa pili mlango wa 9.
Naanza kusoma kuanzia mstari wa 5 tushuke mpaka mstari wa 7. Nisaidie kusoma pasta kwa jina la Yesu. Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 5. Ndiyo. Biblia inasema, naye alipofika, tazama, majemadari wa jeshi walikuwa wamekaa, naye akasema, nimetumwa na neno kwako, jemadari Yehu. Akasema, kwa yupi miongoni mwetu sote? Second Samuel pastor. Sorry, mtandao ndiye inanikosea, samahani. Pili. Inachanganya. Okay. Basi mfalme Daudi akamtuma watu wakamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieri katika Lodebari. Basi Mefibosheti mwana Yonadhani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifundifundi, akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Amen. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutenda mema. Hallelujah. Kwa ajili ya Yonadhani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, na utakula chakula mezani pangu daima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Agano ama maagano kati ya Jonathan na David imemlazimisha ama imemfanya David hangeweza kutulia katika kiti chake cha enzi isipokuwa amtafute mtoto wa Jonathan ambaye alifanya maagano na baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi analetwa, anatolewa katika hizo nyumba alikopelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa akipelekwa, yani alipozaliwa huyu kijana Mefibosheth, hakuwa kilema. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika hizo harakati za kukimbia kutafuta mahali pa hifadhi, ndipo ukiendelea kusoma hizo hadithi za wakati huo, inaonyesha ya kwamba alibebwa na mjakazi na akaenda akaangushwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaangushwa na miguu yote ikalemaa. Maana miguu imevunjika ama imeteguka katika joint, na wakati huo hakuna nafasi ya kutafutiwa hospitali asaidiwe. Ni kwenda kufichwa vile alivyo. Haleluya. Mtoto ambaye amezaliwa katika nyumba ya kifalme, lakini sasa amepelekwa katika mitaa, amefichwa kwa nyumba ya mtu fulani ambaye amempa hifadhi, akiwa miguu yake imelemaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa agano linamsumbua mfalme aliyeketi kwa kiti. Anasema atafutwe mmoja katika nyumba ya Sauli ambaye kwa ajili ya agano ya Jonathan na David, mtu huyo mahali popote alipo aletwe amuone. Na alipoletewa, na kwanza kabla hajaletewa, anaambiwa na huyo Siba ambaye alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtumishi katika nyumba ya Sauli siku hizo. Anakumbuka kunaye mtoto mahali alifichwa, alikuwa ni uzao wa Jonathan, mtoto wa Sauli, naye mahali alipo huyo mtu ni kilema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siba anaeleza mfalme vizuri, bwana, unasema leta huyo mtu, lakini ni kilema cha miguu. Miguu yote huyo mtu ililema. Lakini mfalme anasukumwa na hilo agano amelifanya ndani yake, anasema aletwe vile alivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya maagano, jameni, siku baada ya siku agano humtafuta mtu ambaye alikuwa ameingizwa katika maagano, lakini vyovyote vilivyofanyika, pengine umetolewa katika hiyo nafasi, umepelekwa mahali ambapo hapakufai, lakini kwa ajili ya agano, asubuhi ya leo Bwana atatuma neno la kifalme likufuate mahali
ukale pamoja na mfalme, maana wewe ni mwana wa ufalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, anakuja huyu mtu jina yake ya kunisumbua, Mephibosheth. Amen. Leo nimeshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwaje? Mephibosheth. Analetwa kwa mfalme. Mfalme anamwambia usiogope. Yani kameletwa, kanaketishwa katika meza ya kifalme. Na anapoketishwa katika meza ya kifalme, mtu akiwa kilema, alikuwa amepotea, ni kichwa tu kimetokezea hapo. Mpaka ukiendelea kusoma hiyo hadithi hapo chini, anasema mimi ni nani mfalme hata niketi katika meza yako? Mimi ni kama umbwa mfu. Wacha kujiona wewe ni bure. Wewe ni mwana wa mfalme, unastahili kukaa na kula mezani pamoja na wafalme, kwa sababu ya agano la damu ambalo Yesu amelifanya. Ni kwa ajili ya sisi tuliobebwa tukapelekwa mbali, lakini hilo agano la damu linatuleta katika meza ya ufalme. Haleluya. Leo natolewa kama ulibebwa kavunjika mahali, lakini Bwana anakuleta kwa maana wewe ni uzao mteule, unastahili kula mezani pa wana wa Mungu ili ukapata kurudishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yani mfalme anamwambia usijali Mephibosheth. Hako kajina jameni. Bwana Yesu asifiwe. Usijali, utakula mezani pangu daima. Alafu yale mashamba ya baba yako ambayo yanatumiwa na huyo Ziba, ambaye ni mtumishi wa baba yako, hastahili kula matunda, anastahili kulima akuletee vyakula, maana wewe ndiwe uzao unastahili kurithi. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kurithi. Haleluya. Maana umeunganishwa kwa agano la damu ya Kalvari. Unastahili kurithi baraka na heshima. Haustahili kuwa mbali, unastahili kuwa karibu. Uketi mezani pa ufalme kwa ajili ya agano. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna sauti ya mfalme katikati yetu inayotuma yule ambaye amepelekwa katika kijiji na Yesu wa kijiji. Haleluya. Leo anarudishwa mahali pako pasawa, maana kunalo agano la damu ya mwana wa Mungu. Hilo agano halitakufanya uwe kule, halitawafanya watulie wafalme, kwa sababu nafasi hiyo ni yako wewe, mwana wa Mungu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Tunalo agano la damu jameni, hata si kama la Yonathani. Letu ni tofauti, na linanena siku ya leo litamleta mtu aliyepelekwa mbali, hata kuko amepata jeraha, lakini analetwa ili akae mezani pa ufalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, tuna agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ambao tulimkubali Bwana Yesu, kuna maagano ambayo lazima Bwana ayafuatilie. Haleluya. Bwana asifiwe. Agano jameni, agano ni lazima likushughulikie. Haleluya. Agano ni lazima likushughulikie. Haleluya. Tena hapa liko agano la damu, hata si la mishipi hili ni la damu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Some kitabu cha Waefeso mlango wa 2. Agano hili si la upanga tu, la damu, ambayo hiyo damu lifanya mambo ya nguvu Bwana. Amen. Efeso mlango wa 2 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 14. Alafu tutasonga hapo mbele tena baadaye na Bwana atatusaidia. Amen. Pasta kama umepata, naomba tusaidie kusoma kwa jina la Yesu.
Na leo Biblia yako change. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, kumbe wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa sasa. Hebu rudia hapo pasta. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Haleluya. Aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ati sisi ambao tulikuwa ni kana kwamba tu wageni, tulikuwa hatuna tumaini, tulikuwa hatuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yani kwa tunakaa bila matumaini na bila Mungu. Amina. Ambapo tulikuwa hatujaingizwa katika hayo maagano na Waisraeli. Maana sisi tulikuwa tu mataifa Bwana, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa mataifa, haya maagano yalifanywa na Waisraeli. Mungu aliyefanya na nyumba ya nani? Ya Ibrahimu. Kwa hao wana wa Ibrahimu ambao hao ni wana wa Israeli, Mungu alikuwa amefanya maagano nao. Lakini sasa tangu wakati ambapo tulikuwa mbali, hatukuwa taifa, tulikuwa hatuna Mungu, tulikuwa hatuna matumaini, lakini kwa ajili ya damu, sema agano la damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maagano ya damu Bwana yanafuata ukweli, yanafuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya agano hili la damu ya Kristo Yesu, sisi tuliokuwa mbali tukaletwa tukawa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ambao tulikuwa hatujulikani, tumetupwa huko mbali, maana ni watu wa mataifa. Sasa tumefanywa kuwa ya jamii yake Kristo. Tunastahili kurithi nini? Kurithi uzima, kurithi baraka. Kwa ajili ya nini? Ya hii agano la damu. Bwana sifiwe. Tuliokuwa hatuna Mungu, tunajua miungu ya babu zetu katika mibuyu na mawe makubwa. Haleluya. Na huko kwetu wanaweka miungu hata maziwa makubwa. Unaambiwa katika ziwa lile, pale mti wa pembe ile, hapo pana mzimu wa watu wa ukoo fulani. Sisi ambao tulikuwa kwa hiyo miungu, lakini tangu sasa, haleluya, kwa ajili ya damu ya mwana wa Mungu, tumefanya warithi pamoja na Kristo Yesu. Haleluya. Turithi baraka, turithi uzima. Kwa ajili ya nini? Ya hiyo agano ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe si mataifa, wewe umefanywa kuwa mwana wa Mungu. Unastahili kurithi baraka, unastahili kurithi uzima. Wewe uliyekuwa mbali, uliyekuwa kwanza si taifa, ulikuwa ni mtu usiye na Mungu, lakini sasa unaitwa mwana wa Mungu kwa ajili ya agano ya damu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo damu jameni, hilo agano la damu ya mwana wa Mungu, tunapolielewa hilo agano, hatutaishi katika kufungwa, hatutaishi katika hofu, hatutaishi katika uoga, maana sasa tu wana wa Mungu. Kwa ajili ya damu iliyomwagika msalabani, imetuunganisha sisi pamoja naye. Ati wakati ule kile kiambaza kilipovunjika, kilikuwa katikati, kinatutenga sisi na Mungu. Tuache na miungu isiyosema, tuache na miungu isiyotuokoa. Kilipopasuka hicho kiambaza, kila mtu amepewa nafasi ya kumkaribia Baba, ya kumsongelea kwa hiyo kiti chake cha rehema, apate rehema, apate ushindi, apate badiliko la maisha, apate uzima na urithi kama mwana wa Mungu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Jameni, sasa wewe kwa ajili ya agano hilo, wewe ni mwana wa Mungu. Unastahili kurithi baraka, kurithi ushindi, kurithi uzima na kuwekwa mahali pasawa, kwa maana wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Jameni, kwa hilo agano, sisi ambao tulikuwa hatustahili, hilo agano limetustahilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo agano limefanyaje jameni? Limekustahilisha. Limekupatia nafasi yote 100% kwamba wewe unastahili kurithi mema ya Mungu, maana agano la Kalvari limekufanya kuitwa mwana. Unastahili kurithi baraka, uzima, amani, uponyaji. Yani afya ni chakula cha mwana wa Mungu. Haleluya. Some andiko letu lingine alafu tutamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya agano. Jameni, hii nguvu ya agano imenifurahisha sana. Agano linaweza kukustahilisha. Amen. Linaweza kukutoa mahali likakuingiza mahali tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikiwa naendelea kutafakari hili agano ambalo Mungu aliliongea kwa ajili yetu, kakumbuka tu agano langu tu dhaifu, mbona nilifanya kama natoka machozi siku hiyo. Agano naunganishwa na mtu wa ukoo tofauti na wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka siku hiyo kitambulisho changu kiliandikwa majina yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Magano tulifanywa saa 5:30 ya mchana, huku nalia. Nikavalishwa kwa kitu hapa, kameandikwa majina ya huyo mtu. Sasa kutoka siku hiyo fikra vyangu vyote viandikwa majina ya huyo mtu. Kwanza hiyo ndio ilianza. Maana nikipeana sikuwa na ID. Sasa huyo mtu nimeapa kwake, tayari naenda kutafuta ID na jina yake na ya baba yake na babu yake. Hii magano ni ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa taka magano kama hayo hakuchinjwi kitu, mtu analialia na magano hayo yanashika. Haleluya. Sema agano ya damu je? Agano la damu ya Kristo Yesu linatustahilisha kuitwa wana, kuitwa warithi pamoja na Bwana Yesu. Haleluya. Kwa hivyo naporithi baraka na uzima, woga na hofu si sehemu ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuliona wanafunzi pale juma lililopita ya kwamba walikuwa wamejawa na hofu. Jameni, madude makubwa makubwa, wenye ujasiri lakini walijawa na uoga, wakati ambapo Yesu alitokezea akitangaza amani, mambo mapya yakapatikana. Haleluya. Na tunapolikumbuka hilo agano, tunapata ushindi katika maisha yetu. Woga na hofu zinaondoka kwetu. Haleluya. Hata kama umetoka kwa ukoo mbaya, lakini iwapo umeingizwa katika hili agano la mwana wa Mungu, ukoo wako mbaya hauna nafasi na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie bure hii mpendwa. Uko kwetu kuna mbari, nitwaje clan. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza wasichana warembo, yani warembo kweli yani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukichukua binti kwa hiyo ukoo, Bwana asifiwe sana. Kama wewe kwenu ulikuwa unapenda kufuga mbuzi, nafuga kuku hata mabata. Yanakuwa maya hapo kwa uwanja wenu. Mabata yanatoa vifaranga 15, wengine 20. Wakati ukileta kwa kabinti kakija kikilala kwako mwezi wa kwanza wa pili, kama ulikuwa na vikukukaa vyake, huyo kijana vinalala kwa nyumba ya mama yake. Lakini saa hizi si ameoa, Nambia mwanangu si sasa umempata mtu kukufagilia. Hebu chukua kuku zako, kasifunge kwa nyumba yako. Vianze kuzoea huko ndo kwao. Yeye mke wako naye afagie aone kuna kuku wa bwana yake. Haleluya. Sasa hiyo kuku kama ilikuja na vifaranga,
havitakuwa vyote, vinakufa bure, vinakufa bure. Mwewe akipita na hiyo area anaona vifaranga hivyo tu anaokota mpaka vinaisha. Alafu sasa huyo mama kuku akibaki akitaga, haleluya, akianza kutaga mayai, ikifika 3 anaanza kukula moja moja. Yeye anaingiwa na tamaa ya kula hayo mayai, na siku zote alikuwa akuli. Na siku nyingine asema, leo sikuli, nimekaa peke yangu sana, wacha hii ya leo nilalie. Anayalalia, yatazuba yote, yataoza, atatoka peke yake. Hana kifaranga, mayai yote yameoza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie mwanangu, kama uko hapa, umetoka kwa hiyo uko ambayo kuku ikilalia vifaranga vinakufa vyote, ingia kwa agano la damu. Haleluya, ukijiingiza kwa hili agano la damu, inakutoa katika hiyo roho ya ufukara. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa mtu tofauti. Haleluya. Mbuzi wako akishika mimba haimwagiki bure, lakini wakati ambapo haujaingia kwa hili agano la damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzao yule mbuzi mzuri na shangazi yako hata amekupa free. Mwanangu, chukua huyu mbuzi, ni uko mzuri, hawa wanazaa hata mapacha. Lakini sasa ile amezaa mmoja, ana maziwa mengi hata unaweza kukamua. Bwana Yesu asifiwe. Akienda huko kwako, ananyonyesha huyo mtoto ambaye amekuja naye, hata akimwachisha, akishika mimba sasa akiwa hapo kwa huyo mbari ya kushangaza. Mimba haijakomaa, anashikwa na kahoma kajabu mbuzi, mpaka daktari anakuja naye, anakuwa confused huyo daktari. Anamdunga sindano, huyo mbuzi ana mimba, lakini anamdunga sindano ambayo haitaweza kuacha hiyo mimba ikomae. Katoto kanamwagika. Kwa nini? Ni mbari. Haleluya. Lakini mbari hiyo, haleluya, ikijua ya kwamba kuna magano ya Kalvari. Bwana Yesu asifiwe. Ajiingize kwa magano hayo, anabadilishwa. Ukoo wako unakuwa wa Ibrahimu, ambaye amejaa vitu, ambaye kwake havimwagiki bure. So shangilia Bwana Yesu basi. Haleluya. Tusome ile andiko la mwisho jameni, kwa nimekumbuka ya hiyo huko fulani ya kusikitisha. Lakini wakioana wenyewe kwa wenyewe wanakaa na vitu. Lakini wewe uponyoke pite na huko mwingine, utajua hujui. Lakini ukijua, kimbilia kwa agano. Amen. Haleluya. Ukijua, jiingize kwa agano la damu ya mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakolosai mlango wa 1. Hapo nafikiri tunamalizia. Na tumalizie ukweli. Nisiwe yule mhubiri wa kumaliza na kuanzia humo kwa humo. Hapo tunamaliza ya ukweli. Amen. Na Bwana atakubariki. Utabarikiwa leo. Wewe utabarikiwa kabisa. Na kuhakikishia, baraka ni sehemu yako leo. Maana lazima utolewe huko mbali uletwe karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na tayari agano limekuleta hilo la damu. Wewe mwenyewe ukubali kulitunza ili lifanye hiyo kazi ambayo linastahili kufanya. Wakolosai mlango wa 1. Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 12. Mstari wa 12 nasoma mstari mchache hapo, na alafu tunamaliza na tutaomba. Na Bwana atatusaidia leo na atatubariki. Na haki moto anatolewa mahali. Yule aliyepelekwa Lodebari, leo anarudi. Lazima ale katika meza ya ufalme kwa jina la Yesu. Mstari wa 12 na 13 pastor tusaidie kusoma kwa jina la Yesu. Mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Ndio. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Bwana sifiwe. Tunafanya nini? Tunamshukuru Baba aliyetustahilisha. Yani ulikuwa wewe haustahili, lakini sasa kumbe umestahilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaletwa na umestahilishwa ili ukapate sehemu, uingizwe katika sehemu ya urithi ya wana wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Yaani umetolewa katika nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hili agano limekutoa kutoka katika nguvu za giza likatuleta katika nuru. Amina. Na lilipokuleta katika nuru, kumbe nilikapate kukuingiza, haleluya, kukuingiza katika nafasi ya urithi na utawala. Kwa sababu gani? Hilo agano la Kristo, la damu ya Kalvari, halitaki mtu akae katika giza. Umeletwa katika nuru ili urithishwe baraka, urithishwe amani, urithishwe ushindi, urithishwe mafanikio. Usiishi wa kunyanyasika kila siku. Kwa sababu gani? Bwana alipokuja alifanya badiliko, alifanya utofauti. Wale walikuwa hawana Mungu wamefanywa hao sasa ni wana wa Mungu. Na ukiwa mwana wa Mungu unastahili kurithi baraka, ushindi, maana ulihamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umerudishwa katika katika urithi wa wana wa Mungu wanaostahili kurithi baraka, kurithi uzima, kurithi ushindi, kurithi mafanikio. Kwa sababu gani? Umeingizwa, haleluya, katika nafasi hiyo. Mpendwa, asubuhi ya leo, Bwana ambaye anatamani, anapendezwa kuwahamisha watu na kuwaingiza mahali watu, siku ya leo anaweza kukuhamisha wewe, anaweza kukutoa wewe ambaye umepelekwa mbali, ambapo hakukustahili kukaa huko, maana wewe ni mwana wa ufalme. Leo kuna sauti ya mfalme katika nyumba hii ambayo inaagiza achukuliwe yule mwana wa ufalme ambaye amepelekwa mahali pasipofaa. Anastahili kuja ili ale mezani pamoja na mfalme, ili akarithi mema, akarithi mashamba, akarithi baraka, kwa sababu ni nafasi yako, ni haki yako. Naomba usimame, naomba usimame.